Lakini ya pili nitaka ni comment kuhusiana na role au wajibu wa jumuiya za kimataifa, hususan washirika wa Tanzania aidha kimaendeleo, kisiasa na mambo mengine. Mimi bado napata mashaka kuhusiana na role yao kutokana na hali ya kisiasa ya dunia inavyoendelea hivi sasa tunavyoona. Imefika kipindi ambapo kila mtu anajiangalia yeye, anaangalia maslahi yake. Kuna zile value au tunu tunasema, baadhi ya jumuiya za kimataifa ambazo zimekuwa zikijinasibisha na hizo tunu, lakini hivi sasa haziwezi kuzitazama hizo tunu kwa sababu ya kuangalia namna gani wanaweza wakanavigate na hali halisi ya dunia ilivyo hivi sasa. Kwa hiyo mimi wajibu wa kuleta mabadiliko ya Tanzania tuendako au Tanzania tuitakayo baada ya matukio ya Oktoba 29 na irudisha mikononi mwetu wenyewe wa Tanzania. Sisi ndio tutakuwa msingi wenyewe, kuanzia wananchi, wadau wengine mbalimbali, asasi za kiraia, vyombo vya habari, wanazuoni na serikali yenyewe kwa ujumla. Kwa hiyo sisi wenyewe wa Tanzania ndio tutakuwa na wajibu kwa asilimia, naweza ukasema 99, katika kuhakikisha hili tunaondoka hapa tulipo ili kujenga Tanzania bora ambayo kila mtu atajihisi yupo anaishi katika Tanzania, hata kama ana mawazo tofauti na waliopo madarakani au hata kama ana mawazo tofauti na kikundi fulani cha watu, atajiona bado mimi ni Mtanzania pamoja na utofauti wangu, na hata hao wanaotofautiana naye mawazo watamuona huyu ni Mtanzania pamoja na utofauti wake wa kifikra, wa kiideolojia au wa kimawazo. Asante. International community kwa inaweza ikapush kwamba tufanye the right thing, ambacho ni uwajibikaji kama mlivyokuwa mnakiongea kwamba watu wamekufa, lazima serikali itoe statement zinazoeleweka, the messaging that unaweka kwa watu zikoje, na kwamba kuna watu wamewajibishwa, yani unaona kabisa kuna waziri, kuna labda jeshi la polisi, whoever alihusika katika ile kwa, yani kwamba yale aliwezesha yale mauaji kutokea anawajibishwa. Huo ndio ubinadamu. Tanzania sio nchi ya kwanza kuingia kwenye mtanzuko wa kiaina hiyo. Nchi nyingi zimepitia kitu cha hivyo. And international community came kuwasaidia how to go about, kwa sababu the healing is not about this government kupiga tu kiboko kwamba tutafanya hivi. Hapana, kunahitajika ushirikishwaji wa makundi mbalimbali, ambapo sasa hapa kungekuwa na civil societies zinahusika katika healing process, na international community ingeingia pale kusaidia kwamba wananchi angalau waone kwamba wamesikiwa.